naitwa Timothy Henry. Mimi ni mkaaji wa hapa Embulbul. Timothy ni mchuuzi wa juisi ya miwa katika eneo la Embulbul, kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Anaelezea safari yake hadi kuingia kwenye biashara hii. Nilikuwa nafanya na KTDA kama technician. Ile wakati wa corona, wakati iliingilia, nikaona kukakuwa na kazi ikakuwa kidogo, tukaambiwa tusimame kidogo. Hapo ndio nilianza bahati vile ilikuwa Mungu akafungulia hii kazi ya serikali ya kufanyia barabara. Tukafanya kama mwaka moja. Wakati tulimaliza hiyo kazi ndio nilikuja nikafikiria hii pesa nimepata kutoka kwa hii kazi naweza ifanyia nini. Hapo ndio nilianza hii biashara na nikaendelea mpaka wa leo. Mtaji alioanza nao ni shilingi 70,000 za Kenya, ambayo ni sawa na takriban dola 540. Kwa hiyo 70 nilichukua 50 nikanunua machine. Ili baki 20 ndio nikaenda nikanunua vitu kama hizi vitu za kuweka juice na miwa. Nikaanzia hapo ndio nikaanza kuendelea polepole. Kidogo nikajuana na wale watu wanafanya wholesale. Ndio wakanielekeza nikaanza sasa kuchukulia miwa kutoka kwa source. Biashara yake inampatia faida, akisema shilingi 2,000 ni sawa na dola 15. Kwa siku naweza kuwa na kama 2,000 hivi kama profit. Na hiyo ni wakati nimetoa kila kitu kenye nimefanya, unapata niko na 2,000. Kazi ya mikono inalipa. Manake mimi naifanya na inanilipa. Mimi ningeambia vijana wajitoe kwa hii kazi. Hii kazi inalipa. Amejiunga pia kwenye vikundi vya upatu au mzunguko wa kupeana fedha. Kwa siku uchangia shilingi 1,800 sawa na dola 14, akisema 400,000 na 400,000 ambazo ni sawa na zaidi ya dola 3,000. Kwa chama peke yake inaweza nigharimu kama 1,800 kwa siku. Ukifanya hiyo mahesabu kwa mwaka uko na zaidi ya 1,400. Na unaona ni pesa mzuri. Unaweza jisaidia. Hiyo 1,400 utafika mahali uchukue hata kama ni karoli kako, kanakuletea kama ni hizo miwa na utajiendeleza. Kwa nini alichagua miwa? Mimi mwenyewe nimekuzwa kwa miwa. So naelewa miwa vizuri kuliko hizi matunda zingine. Na plus hii si seasonal. Tuseme for example kama maembe, unaweza kuwa kama mara 2 ama mara 1 kwa mwaka. Lakini miwa Monday to Monday, hata nikienda leo, kesho nitakuja na miwa. Na vipi kuhusu changamoto? Akisema cost ya transport anamaanisha gharama ya usafirishaji. Changamoto huwa ni cost ya transport. Unapata ina fluctuate. Unapata kama saa hii kuendea mzigo ushago imekuwa ni kama ni gharama kiasi ukilinganisha na hizo masiku za nyuma. Hizo masiku za nyuma ungelipa roli tuseme kama 20,000 hivi kuletea mzigo. Sasa hii kama una 40,000 hakuna mzigo utakuwa nayo. Huo mwaka hii serikali nyingine nilikuwa na manage kuleta road mzima. Tuseme road mzima. Na hiyo road mzima ilikuwa inani cost like 70 to 60. Sasa hii nikitaka kuchukua hiyo road mzima lazima inigharimu mpaka 100 ndio niweze kucheza gari. So inanibidi nichukue mzigo kidogo sababu bei iko juu bado. Na ujumbe wake kwa wanaotaka kuanza biashara ya miwa, shilingi 200 ni dola takriban 1 na senti 50. Unaweza anza hata na shilingi 200. Haijalishi pesa utakuwa nayo. Manake unaweza kuja mahali kama kwangu uniambie unataka kuanza hii biashara. Unaweza kuuzia kama ni juice nauza 200 nikuuzia after price. Juu unaenda kuanza. Nikuuzia kama 100 uende uanzie. Kama ni miwa unaweza endea miwa wholesale hapa, si lazima uende Kisii ukanunue miwa. Unaweza unanunue miwa 2, 3. Ukimaliza hizi 3 ukipata faida yako unaziongezea, kesho utaendea miwa 10. Si unaona utaendelea?